Ni siku ingine ambaye namshukuru Mungu ni kwa sababu amekuwa mwaminifu na amekuwa mwema katika maisha yangu. Siku hii ya leo nataka kuwakaribisha kila mmoja katika channel ya YouTube ambaye pale kuna ujumbe kalikali. Channel ambayo kinaitwa Sayuni TV 62. Kwa ajili ya Sayuni sitakaa kimya, ni kwa ajili ya huyo Mwenyezi Mungu. Siku ya leo ni siku ambaye ninasema ni asante Mungu kwa ajili ya kuniamsha. Na ninaamini ya kwamba kuna mpango mwema Mungu wa mbinguni ni kwa ajili ya kuniamsha. Hujaniamsha tu. Nami naomba kila wakati kukaa ndani yako ukinifundisha, kukaa ndani yako ukinipatia mwelekeo kwa sababu wewe ni mwema. Siku ya leo ndugu yangu, dada yangu mpendwa, kuna Mungu katika mbingu. Mungu ambaye afungukiwi. Mungu ambaye anatupenda sana. Mungu ambaye ananena kuhusu maisha yetu. Mungu ambaye hajawahi shindwa na sisi, kwa sababu aliongea na Yeremia 32 mstari wa 26 na 27. Akamwambia Yeremia, mimi sio Mungu wa watu wote. Kuna jambo linaweza kunishinda? Hakika Mungu hakuna jambo linaweza kukushinda. Yesu akihubiri katika vitabu zake za Injili akasema ya kwamba mambo ambaye ni mangumu kwenu kwake Mwenyezi Mungu yawezekana. Siku ya leo nataka tunene ni kwa sababu ya jambo moja amba kitu moja ambaye huwa hatukichukulii kama kiko maanani, ambaye hatuelewi ya kwamba Mungu alitukabidhi funguo. Leo nataka kunena kuhusu funguo ambaye Mungu aliweza kumkabidhi mtumishi wake ambaye anaitwa Isaya. Isaya 22 mstari wa 22. Maandiko yanasema ya kwamba alimkabidhi funguo za nyumba ya Daudi mabegani mwake. Na sio Isaya tu alipewa ile funguo, hata sisi tulipewa funguo. Ni kwa sababu ya maisha. Tulipewa funguo ni kwa sababu ya Mungu anayeweza. Wewe ulipewa Mungu kufanya nini? Isaya aliambiwa, hii funguo ambaye nimekupea ni funguo ambaye kile ambao umefungua hakuna wa kufunga, kile ambao umefunga hakuna wa kukifungua. Hiyo ndio maana hiyo funguo. Leo hii funguo ambaye Mungu amekukabidhi, wewe unaifanyia kazi gani? Wewe unafanya nini na ile funguo? Kuna funguo tumepewa na Mungu. Tunaponena katika wanawake ambaye walipewa majina ya kuitwa tasa, tunafungua wanapata watoto. Tunafungua wale ambaye wengine walifungwa Mungu wa mbinguni na huyo shetani, wakawa ni kama akili zao waelewi, kwa majina tunaita wazimu. Lakini wakati ambaye tumekona ile sile funguo, tunapofungua, hakika ule mtu anapokea uponyaji na anarudi katika hali yake katika jina la Yesu Kristo. Hakika Mungu wa mbinguni isi funguo ulipatie wale ambaye ni waaminifu, ulipatie wale ambaye sio wa kutumia vibaya. Funguo zake Mwenyezi Mungu, funguo ambaye ametukabidhi, funguo ambaye ananena kuhusu ni zile ambaye za wale ambaye ni waaminifu. Unaona mtu ako na shida, unachukua zile funguo, unamfungua huyo mtu ambaye ako na shida. Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Lakini Mungu wa mbinguni, kuna wengine wanasitumia vibaya, wananena mambo ambaye ni kinyume. Leo hii wengine wanatumia majina mabaya, ni kwa sababu yako Jehova. Maandiko yanasema ya kwamba kutoka mwanzoni wewe ulikuwa Mungu. Katika kitabu cha Isaya 46 mstari wa 10 unasema Israel ni shahidi wako ambaye wanajua wewe ni Mungu kutoka mwanzoni, hata miungu ijiinue namna gani, wewe ndio Mungu. Funguo ambaye Mungu amekukabidhi unaitumia namna gani? Funguo ambaye umepewa na Mungu unaitumia kufanya kazi gani? Kwa sababu kazi funguo Mungu amenikabidhi ni kufungua watu waone wema wake Mwenyezi Mungu. Funguo ni ya kufungua na kufunga magonjwa katikati ya watu. Funguo niko nazo ni za kufunga vifo za mapema. Funguo niko nazo ni za kufungua watu wako waone wema wako na waweze kukuandama, kwa sababu wewe ni Jehova. Lakini wakati mwingine tunatumia hizo funguo vibaya. Wakati mwingine tunatumia hizo funguo vibaya. Na ndiposa Daudi akaambiwa, Isaya akaambiwa, nimekukabidhi mabegani mwako funguo za nyumba ya Daudi. Kumbuka Yesu Kristo alitoka nyumba ya Daudi.
ambaye pale nyumba ya Daudi, ni kumaanisha ya kwamba ukiangalia kutoka Ruthi na Naomi mpaka wakati Naomi alikuja kaolewa na Boaz, hapo ndio sasa Yesu alitokea. Daudi akasaliwa, na aliposaliwa alisaliwa katika ukoo wa wachane, na ndiposa maandiko yanasema ya kwamba wakati unapotesa mchane, wakati unapotesa yatima, huwa unakusa macho yake Mwenyezi Mungu. Pale ndio mwanaye Yesu Kristo alitokea, na Isaya akakabidhiwa funguo za nyumba ya Daudi. Wakati wewe uko na funguo, halafu fanyi kazi zile ambaye Mungu anataka usifanye, wewe kazi yako funguo umepewa ni kudhihaki watu, Mungu wa mbinguni anakunyang'anya hizo funguo na utaweza kufanya chochote nazo. Na ndiposa unaona wakati mwingine watu wanakosa kuelewa ni wapi wanaendelea, ni wanakosa kuelewa ni wapi wamesimama. Wakati mwingine hawajielewi, wanaanza kutafuta nguvu ambaye za kumtafuta Mwenyezi Mungu. Mungu atafuti na nguvu kwa vitu ambaye yeye aliumba. Zaburi 84 mstari ni wa 5, Daudi akasema ya kwamba heli wale wanaopata nguvu kutoka kwangu, heli wale wanaopata nguvu kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Wengine walipewa nguvu, walipewa funguo za uwezo wa kutenda jambo fulani, wakaanza kutenda kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na Mungu akawanyang'anya zile funguo, wakabaki bila chochote. Angalia, Mungu ni mweza, angalia, Mungu ni mtakatifu. Isaya 22 mstari ni wa 22, mahali pale ndio Isaya alikabidhiwa zile funguo, ni kwa sababu ya kufungua mema kwa watu, kufungua amani kwa watu, kufungua uponyaji kwa watu katika jina la Yesu Kristo. Kila wakati tuko mawindoni ni kwa sababu ya shetani, apendi watu wa Mungu, nasi tuko na funguo za kutoa silaha na kukimbishana na ule mwovu shetani, na akaweza kukaa mbali. Wewe ndugu yangu, dada yangu, wakati mwingine unakaa kwa huzuni, ni kwa nini? Na uko na funguo, uko na silaha ambaye ni neno lake Mwenyezi Mungu. Ni kwa nini unanungunika ndani ya moyo wako? Na uko na silaha ambaye Mungu ametukabidhi. Hizi ndio funguo Mungu ambaye alitukabidhi tuweze kusitumia, ni kwa ajili ya kazi yake. Lakini wakati mwingine hizo funguo nasitumia vibaya. Badala ya kufungua amani, unafungua kifo. Badala ya kufungua amani, unafungua chuki ndani ya maisha yako na inakutawala. Na wewe unaendelea na kusema ya kwamba Mungu amenikabidhi funguo ni kwa sababu ya kazi yake, na kumbe Mungu alikunyang'anya funguo kitambo. Ndugu yangu, dada yangu, na kuomba upate kujua ya kwamba katika ulimwengu huu tuko na ule ambao utakao kuja, Mungu ni Mungu na hapandiliki, na ako na uwezo wa kupatia chenye unahitaji. Ukisoma kitabu cha Yeremia 27 mstari wa 5, maandiko yanasema ya kwamba yeye umpa mtu kile anaona ni chema na yeye. Wewe umepewa nini? Kwa nini unataka kuchukua kitu cha mtu mwingine? Angalia Joba, Mungu wa Israeli, tumeingiwa na tamaa. Mungu wa Israeli, tukasahau kujua ya kwamba ulitupatia funguo za amani, ulitupatia funguo ambaye si za tamaa, tukaingiwa na tamaa. Tunaona hata ile vitu ambaye Mungu umetukabidhi nazo asitoshi. Angalia Daudi alipokuwa mfalme katika Israeli, alikuja akaambiwa kuna mtu mmoja katika hiyo nchi ambaye alikuwa na mali nyingi, lakini wakati alipata wakeni aliendea ile mbuzi moja ilikuwa ya maskini. Daudi alisikia vibaya sana, na akaweza kuamrisha ule mtu auawe. Hata kama ingawa alikuwa na mali, aliamrisha auawe. Ni kwa nini? Alikuwa na funguo za tamaa. Tamaa ni mbaya, ni kitu mbaya sana. Chuki ni kitu mbaya sana. Na kila wakati unavaa kuamka na unanena na Mwenyezi Mungu, unamwambia Mungu, naomba unipe kibali, ni kwa sababu ya ili na kile. Lakini si kuamka tu. Kuna Mungu ambaye anatupea vitu. Kuna Mungu ambaye anatupatia mamlaka. Kuna Mungu ambaye anatupatia nguvu zake akiwa katika mlima wa Sayuni. Wewe funguo zako unafanyia nini? Funguo zako unafanyia nini? Angalia, wakati mwingine hata tunasaliwa, tunasahau kwamba tulisaliwa. Wewe uko na mzazi, lakini kwa sababu uko na funguo za chuki, unachukia mpaka mzazi wako. Wewe ambaye Mungu amekukabidhi watoto, angalia, kuna ile funguo tumefungua kwa mama ambaye walikuwa naitwa tasa, wakapokea watoto. Wewe uko na watoto, uko na funguo za kufungua chuki ndani yao. Tukae ndani ya Mungu kila wakati, tumkaribie Mwenyezi Mungu, tuone mema,
Tumkaribie Mwenyezi Mungu, tumwambie zile funguo litupatia. Angalia kwa siku nimefungua hapa na pale. Wewe umefungua nini? Ni nini unataka Mungu akufanyie? Ni nini ambao unataka Mungu aweze kukuonekania? Kwa sababu anasema ya kwamba wale ambao ni waaminifu wake anawatenda mema kila wakati. Anasema ya kwamba wakiwa kwa shida anawaitika wakimuita. Lakini huwezi ukaita Mungu ukiwa na chuki. Huwezi kuita Mungu ukiwa na namba mbaya ndani ya maisha yako. Ukiwa na macho ambaye hayampendezi Mwenyezi Mungu, macho ya kiburi, macho ya majifuno. Mungu hataki, anataka kuona ndani ya mioyo yetu. Ni nini ambaye Mungu unataka tufanye? Kuna Mungu katika mbingu. Kuna Mungu ambaye anatenda. Kuna Mungu anainua. Kuna Mungu anabariki. Kuna Mungu anaponya. Unatafuta Mungu mgani? Baraka zake ni za milele. Uponyaji wake ni wa milele. Angalia Yeremia 17 mstari ni wa 14. Alimwambia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, naomba uniponye nami nitapona. Naomba uniokoe nami nitaokoka. Hakika Mungu ndio uokoa watu. Ukisoma Zaburi 91 mstari wa 16, anasema ya kwamba nitakulithishia maisha marefu, nitakujalia wokovu wangu. Huyo Mungu. Hivyo ndio anasema. Kwa hivyo naweza kuwa tu unatanganya watu umeokoka na hujaokoka. Ni kwa sababu matendo yako na wokovu ni vitu mbili tofauti. Kuna Mungu katika mbingu. Naomba Mungu atuonee kibali. Naomba Mungu atuinue. Naomba Mungu atunene. Naomba Mungu anene jambo katika jina la Yesu Kristo. Hakuna awezaye kama wewe Jehova. Wewe ni mtakatifu kila wakati. Wewe ni Mungu mwenye uwezo. Wewe ni Mungu unainua kila wakati, Mungu wa mbinguni. Jehova Mungu wa Israeli, wewe ni mtakatifu. Jehova Mungu wa Israeli, naomba ukapatie watu wako funguo wakaweze kuweka maagano nawe. Vile Ana aliweka maagano nawe, akasema ya kwamba ukinipa mtoto nitaweza kumweka katika hekalu aweze kukutumikia. Ni nini ambayo wewe unahitaji? Angalia Hezekia alipokea uponyaji. Ni kwa sababu ya ile maagano alikuwa ameweka na Mungu. Akakumbusha Mungu wakati alikuwa ametuma Isaya, ni kwa ajili yake. Hakubishana kwa sababu ana funguo za mabishano. Hakuongea mabaya, ni kwa sababu ana funguo za mabaya. Lakini sisi wenyewe wakati mwingine tunatuma mtu akuja atuonye, lakini unaanza kumuuliza wewe unatuma kama nani? Mungu anaweza tumia kila mtu. Mungu anaweza tumia mtu yeyote. Angalia Elijah wakati alisikia njaa akatamani kifo. Maandiko yanasema ya kwamba alitumia kunguru kupelekea Elijah chakula. Lakini Elijah hakusema, kwa nini unatuma mnyama aniletee chakula? Hakusema hivyo. Kuna Mungu katika mbingu. Kuna Mungu anatupenda. Tufungue mioyo yetu kwa sababu Mungu ako na uwezo. Tumekabidhiwa funguo. Katika Yohana 3 mstari wa Ufunuo 3 mstari wa 7. Anasema huu mlango ambaye nimefungua hakuna awezaye kuufunga. Kama Mungu amefungua mlango wa baraka kwako, hakuna wa kufunga. Kama kuna Mungu amefunga hiyo baraka zako, hakuna mtu atakayeweza kukufungulia. Kuna Mungu. Kuna Mungu anatenda. Kuna Mungu anainua. Kuna Mungu anabariki. Kuna Mungu ambaye anatembea nasi. Wakati tuko katika shida, anakuwa pamoja nasi. Wakati shetani anatuwinda, anaachilia Mikaeli na upanga mkononi, anaweza kuenenda pamoja na sisi. Anaweza kukabiliana na umovu shetani katika jina la Yesu Kristo. Moyo wako uko wapi? Na ndiposa leo kuna pepo ambaye imeingia. Watu wanaongea vile wanataka, mpaka wanamnena Mungu mabaya. Kuna watu wanasema Mungu ni wa Biblia. Kuna wengine wanasema Mungu ni wa mzungu. Kuna mwingine wanasema machafu. Kaa ukijua hiyo kinywa wanatumia, Mungu anaweza kukisima. Tuendelee na kutumia funguo kutawala katika neno lake Mwenyezi Mungu. Pale kuna amani. Maandiko yanasema ya kwamba katika Yohana 8 mstari wa 32, ukijua ule ukweli unakuweka huru. Watu wengi wanapotea ni kwa sababu wajui. Hosea 6 mstari wa 6. Anasema watu wangu wanaangamia ni kwa kutokunijua. Watu wameangamia ni kwa sababu ya kutokujua Mungu. Kuna Mungu katika mbingu. Kuna Mungu anatenda. Kuna Mungu anainua. Kuna Mungu ambaye anatuponya mioyo yetu imejaa majeraha. Na katika kitabu cha Zaburi 147 mstari wa 3 amesema, nimekuja kuwaponya majeraha yenu. Mungu wa mbinguni aweze kuonekania. Tuoshe mioyo yetu. Tuwe na upendo na wenzetu. Tupende kila mmoja. Upendo ni bure. Tulipewa bure na Mungu wa mbinguni anataka na sisi tupende wengine bure.
Yesu Kristo alipitubia msalabani bure. Tujitolee, Mungu aweze kututenda, na nyumba zetu, watoto wetu watasimama kwa sababu ya huyo Mwenyezi Mungu. Mambo machafu yataondoka katika nyumba zetu kwa sababu yeye ni mwaminifu na anatenda kwa kila mmoja. Tuunganishe mioyo pamoja, tupendane pamoja, naye Mungu ataweza kutuangalia kwa wema na atatutendea kila wakati na kila saa, na Mungu wa mbinguni akawainue na akawabariki. Amen.